Naam, mtazamaji, siku chache tu baada ya kesi ama mashtaka makali kuwasilishwa katika mahakama ya kimataifa ya ICC dhidi ya Samia Suluhu na serikali yake, habari mbaya sasa hivi kwa Samia Suluhu zimechipuka na utawala wa CCM wa Tanzania. Taarifa mpya zimeibuka kutoka mahakama ya ICC kuhusu mashtaka hayo, kuhusu mauaji na ukandamizaji ulioshuhudiwa Oktoba 29 wakati wa uchaguzi na maandamano makubwa nchini. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Katika hali inayoendelea kwa kasi katika jukwaa la kimataifa, mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC leo imepokea rasmi ombi la kutaka uchunguzi ufanyike haraka kwa serikali ya Tanzania na usiweze kucheleweshwa kwa mara nyingine. Na ICC sasa inasukumwa kwa nguvu zaidi leo kuchunguza maandamano ya serikali ya Samia Suluhu mwezi Oktoba, siku chache tu baada ya mashtaka hayo kuwasilishwa katika mahakama hiyo ya kimataifa. Mtazamaji, ripoti hizi zinakuja kama habari mbaya kwa Samia Suluhu na serikali yake. Ombi hilo pia linahusu madai ya ghasia, mauaji, mateso na dhuluma za kimfumo zinazohusu uchaguzi mkuu wa Oktoba nchini humo. Kwa mujibu wa wasilisho hilo, matukio haya ni sawa na uhalifu wa kupangwa na serikali dhidi ya raia wasio na hatia, na hivyo kushinikiza ICC kuongeza umakini wake kwa utawala wa Samia Suluhu. Ombi hilo linakuja katika wakati mgumu wa kisiasa Tanzania, sambamba na uamuzi wa Tanzania kuahirisha sherehe za siku ya uhuru tarehe 9 Disemba, hatua inayotafsiriwa na wengi kama jaribio la kudhibiti kuongezeka kwa uchunguzi wa kimataifa, haswa wakati ICC inasukumwa zaidi kuchunguza serikali ya Samia Suluhu pamoja na utawala wa CCM juu ya maandamano ya ghasia ya Oktoba 29. Waangalizi wanaona kuwa kuahirishwa kumezua wasiwasi kuhusu imani ya serikali katika kukabiliana na ukosoaji wa kimataifa kuhusiana na machafuko ya baada ya uchaguzi. Leo mahakama hiyo ya kimataifa ya ICC imesukumwa kufanya haraka zaidi uchunguzi huo ili uweze kukamilika na haki itendeke. Kulingana na jalada hilo, chama cha wanasheria wa Madrid, taasisi ya haki za binadamu, chama cha wanasheria duniani na Intel Watch kwa pamoja waliwasilisha nyaraka rasmi kwa ICC huko The Hague awali. Madai yao ya pamoja ni kwa waendesha mashtaka kufungua uchunguzi kamili wa kile kilichotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi na wakati wa maandamano na baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania wa Oktoba 29, huku ICC mahakama hiyo ya kimataifa sasa ikisukumwa haraka zaidi kuchunguza serikali ya Samia Suluhu kuhusu maandamano mabaya ya Oktoba. Mashirika haya yanahoji kuwa kiwango cha madai ya ukiukwaji hakiwezi kushughulikiwa. Ombi hilo linaeleza madai ya kutisha yanayodai kwamba vikosi vya usalama vya Tanzania nikinukuu vimeshutumiwa kusababisha vifo vya maelfu ya raia wa Tanzania, vimetishia mamia ya Watanzania, kuwateka nyara na kutesa maelfu magerezani wafungwa walionyanyaswa kingono na kuwafurusha kwa nguvu makumi ya maelfu ya Wamasai. Hizi ni baadhi ya shutuma zilizopelekwa mahakama ya kimataifa ya ICC. Miongoni mwa shutuma nyingine nzito pamoja na ukandamizaji kwa wapinzani wa kisiasa. Madai kama hayo yamezidisha shinikizo la kimataifa, huku mahakama ya ICC sasa ikisukumwa kufanya haraka uchunguzi huo ili haki ipatikane mapema. Watetezi wa haki za binadamu wanasema ukiukaji ulioelezwa unakidhi kizingiti cha uhalifu dhidi ya ubinadamu chini ya sheria za kimataifa. Kipindi cha uchaguzi wa mwishoni mwa Oktoba nchini Tanzania kiligubikwa na maandamano ya vurugu, uharibifu wa mali na vifo vilivyoripotiwa vya mamia ya Watanzania, huku wengine wengi wakipata majeraha mbalimbali. Mazingira haya ya mtafaruku yamelaaniwa na jumuiya za wanadiplomasia na kisheria na kuongeza shinikizo kwa mahakama hiyo ya ICC ambayo sasa inasukumwa zaidi kufanya haraka uchunguzi wa serikali ya Tanzania kwa matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi na pia kuchunguzwa shutuma zote zilizotolewa na watu ambao wamefikisha mashtaka. Wakosoaji wanasema kwamba kilichotokea kilikuwa zaidi ya machafuko ya kawaida ya wenyewe kwa wenyewe. Wananchi walimiminika mitaani katika miji mingi kukataa uhalali wa mchakato wa uchaguzi ambao Rais Samia Suluhu Hassan alitaka muhula wake wa kwanza madarakani. Hata hivyo, vikosi vya usalama vilijibu kwa fujo, vikiwakandamiza waandamanaji kwa njia ambazo waangalizi wa kimataifa wameelezea kuwa ni kinyume cha sheria na
zisizo na uwiano, na hivyo kuzua wasiwasi zaidi na kuimarisha kwa nini ICC sasa inasukumwa zaidi kufanya uchunguzi huo haraka iwezekanavyo dhidi ya serikali ya Samia Suluhu ya CCM kuhusu maandamano ya Oktoba na nguvu iliyotumiwa. Ripoti zinaonyesha kuwa msako huo ulikuwa wa haraka na wa kikatili wakati wa maandamano. Makundi ya kimataifa ya ufuatiliaji yaliripoti kwamba mashirika ya usalama ya serikali hayakutumia nguvu kupita kiasi tu, bali yalifanya kazi kwa nia ya dhahiri kusababisha hofu kubwa na kuzuia maandamano zaidi nchini humo. Vitendo hivi vilizua ghadhabu ya kimataifa na kuchangia katika kasi ambayo ICC sasa inasukumwa na watu ambao wamefikisha mashtaka hayo uchunguzi uweze kukamilika na kufanywa haraka iwezekanavyo. Zaidi ya matukio ya mwaka 2025, mashirika malalamiko ama yaliyotuma malalamiko hayo pia yanataka ICC kuchunguza dhuluma zilizoanza mwaka 2016 ili kuhakikisha waathiriwa kutoka miaka ya nyuma pia wanapata haki. Hitaji hili la kurudi nyuma linaongeza shinikizo lingine, kwani ICC sasa inasukumwa zaidi kuchunguza serikali ya Samia Suluhu kuhusu maandamano na uchaguzi uliokamilika Oktoba, huku pia ikipitia mifumo ya kihistoria ya ukandamizaji wa Tanzania. Wachambuzi wanasema kuwa uwajibikaji hauwezi kuwa wa kuchagua au mdogo. Wakili Juan Carlos Gutierrez, mmoja wa wakilishi wakuu wa kisheria nyuma wasilisho hilo, alielekeza moja kwa moja kwa Rais Samia Suluhu kama mamlaka kuu inayohusika. Anasema kuwa kama kamanda mkuu Suluhu anawajibika kwa amri zilizosababisha ghasia dhidi ya waandamanaji wa Kitanzania, madai ambayo yanatia nguvu kwa nini ICC sasa inasukumwa kufanya haraka katika uchunguzi huo Tanzania, pia kuhusu kile kilichotokea wakati wa maandamano ya Oktoba. Sasa hivi Gutierrez ameitaka ICC au mahakama hiyo ya kimataifa kulichukulia swala hili la Tanzania kama kesi ya kipaumbele na kufanywa haraka zaidi. Shinikizo hilo si la kimataifa pekee, pia linatoka Marekani. Kamati ya Seneti ya mahusiano ya kigeni ya Marekani imetaka uchunguzi huru na wa haraka kuhusu mauaji yaliyofanywa ambayo yanadaiwa kufanywa na vikosi vya usalama vya Tanzania. Wiki moja tu iliyopita, Rais Samia Suluhu Hassan alikiri hadharani uzito wa hali hiyo na kusema kwamba kupata ufadhili wa kimataifa sasa kunaweza kuwa vigumu zaidi kwa Tanzania kwa sababu sifa ya nchi hiyo imeharibiwa, ingawa aliacha kutaja wale ambao wanaamini walichafua. Matamshi yake yalisisitiza kuongezeka kwa changamoto ya kidiplomasia na kifedha wakati ambapo ICC inasukumwa zaidi kuchunguza serikali yake kuhusu maandamano na uchaguzi wa Oktoba. Wachambuzi wanasema kauli yake inaonyesha wasiwasi kuhusu mtazamo wa kimataifa. Samia Suluhu aliongeza, nikimnukuu, alisema hivi, sikiliza: mara nyingi tunategemea vyanzo vya nje, mikopo kutoka kwa taasisi za kimataifa, benki za kimataifa, lakini yaliyotokea katika nchi yetu yameharibu sifa ya taifa letu kidogo. Maoni yake Samia Suluhu yaliangazia athari za kiuchumi ambazo zinaweza kuibuka kutokana na kuendelea kuyumba kwa kisiasa na machafuko, hasa wakati ICC sasa hivi tayari ikiwa inasukumwa kukamilisha uchunguzi kuhusu kile kilichotokea wakati wa maandamano ya Oktoba. Vile wawekezaji upande mwingine mara nyingi huguswa vikali na mabishano kama haya ya haki za binadamu. Rais Samia aliendelea kuonya kwamba matukio hayo yanaweza kuzuia maendeleo, akisema, nikimnukuu, sikiliza: hii inaweza kupunguza ustahiki wetu wa kupata mikopo kwa urahisi kama tulivyokuwa katika muhula wetu wa kwanza. Kilichotokea kinaweza kuturudisha nyuma, haswa katika maendeleo. Kauli hii ilikuwa nzito sana na iliweza kugusa wengi ambao ni wafuasi wa CCM.